Mimi mkuu wa mkoa kwenye hii ngoma hii ikinishinda, nawaambia wewe nenda mahakamani, NSSF nenda mahakamani. Atakayeshinda mahakamani, mimi mkuu wa mkoa nitamsimamia ili aipate haki yake. Sasa nataka nianzie mahali fulani kwamba jambo ambalo nilikuwa najaribisha kumweleza mama hapa ambaye ametoka kuzungumza, kwenye migogoro ya ardhi hatuangalii una afya gani, kwenye migogoro ya ardhi hatuangalii una machozi kwa kiasi gani, kwenye migogoro ya ardhi hatuangalii ni fundi wa kulia na kugaragara kwa namna gani, kwenye migogoro ya ardhi hatuangalii ni fundi wa kupiga magoti kwa namna gani. Kwenye migogoro ya ardhi tunaangalia sheria inasema nini, na kwenye migogoro ya ardhi hatuongei kwa maneno matupu, tunaangalia uthibitisho wa nyaraka kuhusu umiliki wa eneo hilo. Unaweza ukaa kwenye eneo hilo umeishi miaka 200, anaweza akaja NSSF naye akalichukua eneo hilo labda kwa miaka 10, lakini sheria na vithibitisho vya umiliki wa eneo hilo havithibitishwi kwa umri wa kukaa kwenye nyumba hiyo, hakuthibitishwi kwa muda uliokaa kwenye eneo hilo, wala kuthibitishwi kwa ukubwa wa eneo unaolimiliki kwa muda huo. Kinachokuja kuthibitisha umiliki wa eneo hilo ni nyaraka, ni ushahidi. Na ndio maana leo nimesema, nikisema twendeni mahakamani, maana yake judge au hakimu wa kesi hiyo ataanza kumuuliza moja moja kuhusu uthibitisho wa umiliki wa eneo lake. Leo tunapokuja kutatua migogoro, kuna hatari kubwa mbili. Naweza nikanyoka kwa sheria moja kwa moja ikamlaza mwananchi niliyemkusudia, naweza nikanyosha sheria moja kwa moja ikamlaza NSSF niliyemtarajia. Sasa namna ya kutatua mgogoro huu tunaamua wenyewe, kwamba mkuu wa mkoa, punguza maneno, weka sheria mezani, tutafsiri kwa pamoja. Wanaosema tutumie sheria hizi kutafsiri, nyosha mkono. Wanaosema mkuu wa mkoa, shika katiba, ruhusu kila mmoja aende mahakamani, mahakama ikaamue, kitakachoamuliwa pande zote mbili tutakuwa pamoja, nyosha mkono hivi, punga kwa amani. Wanaosema mkuu wa mkoa, kwa kuwa wewe ni baba, hebu ona namna kutumia busara kwenye mambo haya, hebu nyosha mkono hivi. Jamhuri ya Muungano, kazi endelee. Kuna kitu kimoja nimeanza kufurahi juu yenu, mjipigie makofi bila hata kujua. Wanasema mtu mzima ukiwa umevaa sketi, upepo mkali ukapita, usiendelee kutembea, chutama, kwa sababu kikakato kukuta ni kitu tofauti. Sasa kamishna wa ardhi, bila hofu ya Mtanzania yoyote, na kwa namna ulivyojiridhisha, ardhi hii ni ya nani? Eneo ni la NSSF. Eneo ni la NSSF. NSSF. Asante sana. Watu wa NSSF. Manager yuko wapi? Ndio wewe, sio? Hebu sogea pia, alafu kwa ufupi tu, kwa ufupi sana, kwamba ili eneo ni la kwenu, mnaomba myamalize. Na je, kwa haya ambayo wananchi wanayaomba, yaani niambie tu, kwa haya ambayo wananchi wanayaomba, mimi kama mkuu wa mkoa na wewe ndio mwenyewe mambo ya NSSF, tunaweza tukakaa tukayaangalia tena upya kidogo, au mlichokitamka ndio hicho hicho? Jibu wa bei ambazo zimepata idhini ya bodi ya wadhamini ya mkoa wa taifa hifadhi ya jamii NSSF, kwa upande wa Mapemba ni shilingi 15,000 kwa square meter, na kwa upande wa Malela ni shilingi 25,000 kwa square meter. Na muda wa mradi huu ulikuwa ni miezi mitatu, ambao ilikuwa ni kuanzia mwezi Agosti 2024 mpaka mwezi Novemba 2024. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ufupi hii ndio. Anasema kulikuwa kuna matatizo hapo. Hebu hiyo control nako ieleze kidogo. Kwenye aina mbili. Ya kwanza unalipa malipo ya awali ya 20%, ambayo control namba yake itakuwa na uhai wa muda wa mwezi mmoja. Kwa hiyo maana yake ni kuanzia mwezi Agosti mpaka Septemba 2024 ilitakiwa imeisha. Na malipo ya mwisho ni 80% ambayo ilipaswa kukamilika mwezi Novemba. Lakini baadhi ya wananchi walikuwa wakiomba kuongezewa muda wa control namba na mfuko ulikuwa ukiongezea. Na mwezi March mwaka huu control namba zote zilifunguliwa, zilikuwa wazi, na hata sasa wakijaribu malipo wanaweza kufanya. Sawa. Sasa ndugu zangu wananchi, nimesikiliza vizuri, na baada ya kusikiliza vizuri mgogoro huu, na kwa kuwa nimesoma vizuri na nyaraka, sasa mnipe wiki moja. Wiki moja hii ndugu zangu wa NSSF, wala msisumbue wananchi, waacheni wabaki hapo hapo kwanza. Hii wiki moja nakwenda na hii timu
kueleza management ya NSSF yafuatayo: moja, gharama ya 25,000 ishuke, na ile ya shilingi 15,000 nayo ishuke kidogo. 15,000 ishuke kidogo, 25 ishuke kidogo. Lakini jambo la pili, control number tukikubaliana kwamba ishuke kidogo, iende angalau kwa muda fulani. Na jambo la tatu, kwa wale wanaotakiwa kulipa, ihuishwe mipaka halisi na kuoneshwa wanachostahili kulipia. Kama ni square mita 818, tuoneshe kwamba ni kutoka hapa mpaka pale mpaka pale mpaka pale ni square mita 818. Kwa hiyo ndio maana nimeomba mkuu wa wilaya, leo Jumanne, tukifanya mpaka Jumanne wiki ijayo itakuwa late, kwa maana kwamba sisi tudili na upande mmoja, alafu tulete majibu sasa ya mwisho kwa upande wa pili, si ndio? Sawa. Wiki moja jamani, si sawa? Wiki moja, si ndio jamani? Sio wiki moja ya kuja kuanza kubomoa nyumba yako, hapana. Wiki moja niende kule ndani kajifungie. Sema unaga hata kwenye mipira goli naingia hapo, anasema kuna kitu kinaitwa vali, si ndio? Sema subiri kwanza dakika 3 tuingie huko ndani tuchungulie, alafu tunakuja. Kwa na mimi nataka kutafuta hapa, nataka nikifanya maamuzi hao ni NSSF wasije kanipeleka mahakamani, kwa sababu huo uwezo wanao. Nikimesema step tu hapo, kesi inahama kutoka kwako inahamia kwa nani? Kwa Chalamila, kwamba sasa wananishtaki mimi kwa kuwanyang'anya eneo lao. Sio umeelewa mpaka hapo? Sasa nataka niende professionally kisheria. Toa hii, jumlisha hii, ongeza hii, toa hii, vua hiki ili twende vizuri. Kwa hiyo baada ya wiki moja nitampa taarifa mkuu wa wilaya atuandalie mkutano wa kuja sasa kuhitimisha majawabu ya maombi mlioyaomba.